Nitambue pia uwepo wa viongozi wetu wa dini. Pamoja na waombolezaji wote kwa ujumla, lakini kipekee familia ya marehemu. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Ninakosa maneno ya kuzungumza, na ukizingatia siku ya jana nilipata heshima kwa viongozi wa dini wa Dodoma kuongoza ibada ya iliyofanyika nyumbani pale, na niseme tu wazi kwamba haikuwa rahisi kwangu kuweza kuiongoza ibada ile, kwa sababu kwanza nilikuwa siamini. Nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu iwe tu ndoto, kwamba nimelala alafu nikaota kitu usingizini, nikashtuka alafu nikathibitisha kwamba sio kweli. Na hii nasema hivi kwa sababu ni masaa 8 tu nafikiri yalipita tukiwa tumewasiliana naye. Alikuwa amenitumia message saa 12 siku hiyo ya Jumapili ambayo mauti ilimkuta, saa 12 asubuhi na dakika 28. Siku zote amekuwa akiwasiliana na mimi, lakini si mapema kwa kiwango hicho, na mawasiliano yalikuwa ya kawaida kama mtu na rafiki, mtu na baba yake wa kiroho. Nafahamu wengi wanamjua kama MC Pilipili, lakini mara ya mwisho alikuwa ameshajibatiza kuwa kuhani Pilipili. Message aliyonitumia alikuwa ananisalimia na kunipa taarifa kwamba anatoka amepanda treni ya SGR kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa ajili ya event nafikiri ambayo ilikuwa inafanyika pale. Na message hiyo iliambatana na maombi, haikuwa kawaida yake. Akaniambia, nilitamani sana leo kuwa ibadani, lakini ninakuombea kwa Mungu, utakaposimama ibadani Mungu ajidhihirishe na kujifunua. Na wakati mwingine huwa tunatangaza aina ya ibada ambayo tunakuwa nayo, na akawa amenukuu ile aina ya ibada ile tuliokuwa nayo. Ilikuwa ni ibada ya jua la haki, kuangarizia watu kwenye maisha yao. Akasema jua la haki likakungarizie na litungarizie sisi sote, na Mungu asimame na wewe mwanzo na mwisho wa ibada, ajidhihirishe. Kwa bahati mbaya sana, kufuatana ratiba niliyokuwa nayo, nilifika kanisani baada ya kutoka safari alfajiri. Kwa hiyo sikuona simu. Nilipanda ibadani na kuendelea na ibada kama kawaida. Baada ya kumaliza ibada ndipo nilipokuja kusikia habari zake
kwa mmoja wa wasaidizi wangu, kaniambia kwani Pilipili hatunaye tena. Nilipata mshtuko ambao haukuwa wa kawaida, na kama walikuwepo wale waliokuwepo, nilizungumza nikawaambia namuomba Mwenyezi Mungu kwamba na mimi nisifuate kwa kupitia mshtuko huu nilioupata. Kimsingi sijapata usingizi kwa huo muda wote. Nikitafakari ni kitu gani ambacho kimetokea. Na kama haitoshi, nilivyofanya safari ya kuja hapa na kufika pale nyumbani na kuchaguliwa kuwa sehemu ya watu watakaoongoza ibada, niliona inaweza ikawa ni jambo tu la kawaida, kwa sababu kama viongozi wa dini ni sehemu ya wajibu wetu tuliopewa na Mungu. Mtoto anapozaliwa tunampokea madhabahuni, tunamkabidhi kwa Mungu ili aweze kumlinda. Lakini pia mtu anapoondoka duniani tunao wajibu pia wa kumkabidhi kwa Mungu kwa kufanya ibada yake ya mwisho. Lakini sikujua kwamba mshtuko ni kitu cha ajabu sana, kwamba unaweza ukashtuka alafu usijue ni nini kinaweza kikatokea. Unaona uko nomo, lakini kumbe hauko sawa sawa. Nilipofika kwenye eneo la msiba, nikaona sasa jeneza lake ni yeye amelala pale, na pamoja na hayo, tatizo sio kifo, ni aina ya kifo ambacho mtu alichoondokea. Nilivyosikia hayo, ilikuwa kama imenivuruga. Hata wakati nilipoenda kusimama kuendesha ile ibada sikuwa sawa sawa.